Maisha yanakoswa maana kama hakuna kitu kwenye maisha yako ambacho uko tayari hata kupoteza uhai kwa jinsi hicho kitu kwako kilivyo na maana sana. Somo lao linasema maisha na mauti. Maisha na mauti limegawanyika katika sehemu kubwa mbili. Tunaangalia Wafilipi 1 tu. Katika sehemu hizi mbili, sehemu ya kwanza ina vipengele vitatu. Sehemu ya pili ina vipengele viwili. Lakini cha kwanza cha kwenye sehemu ya pili ni cha muhimu mno na kimenibariki sana. Usipange kukosa hata kimoja. Ni kitu gani ambacho ni cha muhimu sana kwenye maisha yako kiasi kwamba uko radhi hata kupoteza uhai wako kwa ajili ya kitu hicho? Kwa haraka haraka utaniambia ni mke wako. Kwa haraka haraka utasema ni familia yako. Lakini tunaona watu wengine wanakuambia ni timu yake ya mpira. Watu wako, jamaa mmoja anaumia sana timu yake ya Simba ikifungwa, anaitwa GB 64. Lakini kuna mtu mmoja anaitwa Michael Luka Mboladinga. Huyu ni mtu wa Kongo. Yuko radhi autese mwili wake kwa kukaa kama sanamu. Wiki hii tumemwona, tuko tunaangalia mambo ya dunia huko, muda wa dakika 90 ili timu yake kuonesha na support, anaipenda sana. Kuna mwingine nasema ni mwanamuziki wake. Kuna mwingine ni kazi, bora afie kazini. Mwingine ni biashara, anajitoa mwanga hata akafie kwenye biashara, ukapigwa marisasi biashara zake hizo haramu. Wengine ni movie, yuko radhi ajiue kwa sababu ameona Sterling anayemkubali amefariki. Wewe ni vitu gani ambavyo kwako unavipa muhimu? Ngoja nikwambie, katika haya maisha, kama hauna kitu ambacho uko tayari hata kupoteza uhai wako kwa ajili ya hicho kitu, bado hujaanza kuishi. Sasa kinachotokea kwa hii kitu, kwa sababu adui anaijua, amekupa kitu kingine ambacho hakina faida ikitokea leo umepoteza uhai wako. Lakini katika somo la leo tunapewa pendekezo la aina ya kitu ambacho kama wafuasi wa Kristo tunapaswa kukifanya kuwa ndio kipaumbele chetu, ambacho hata kama kitatugharimu maisha yetu, kufa kwetu kunakuwa ni faida. Kufuatana nami kwenye mambo yetu haya mawili yenye vipengele vitatu na viwili ambao ni muhimu kweli katika wiki hii. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya Kristo, ambaye kwa yeye tu kuishi kwetu ni yeye. Kwa yeye tu hata kakifo ketu haka kibiolojia kakitupata ni faida kubwa sana kuliko hasara. Ninakushukuru kwa mafunuo mazuri ya ajabu kiasi hiki, katika jina la Yesu, amen. Kipengele cha kwanza cha sehemu ya kwanza, Kristo ametukuzwa katika Paulo. Kristo ametukuzwa katika Paulo. Hebu tuangalie kidogo, ametukuzwa vipi? Kuna kitu gani hapa tunataka tuchukue? Kitabu cha Wafilipi 1 mstari wa 20 anasema hivi: kama vile nilivyotazamia sana na kutumaini kwamba sitaaibika kamwe, bali kwa uthabiti wote, kama siku zote na sasa vivyo hivyo, Kristo ataadhimishwa katika mwili wangu, ikiwa kwa maisha yangu au ikiwa kwa mauti yangu. Kuna faida kubwa ambayo iko juu ya kila hasara kwa mtu kuwa chini ya Kristo. Baada ya Paulo kuigundua faida hii, anasema Kristo aadhimishwe kwenye mwili wangu, Kristo asherehekewe kwenye mwili wangu, iwe ni kwa kuishi au hata kama ikibidi katika mauti, maana Kristo ni bora kuliko kitu chochote kwenye maisha yangu. Zaburi 116 mstari wa 15 inazungumzia thamani ya kifo cha mcha Mungu. Anasema ina thamani sana machoni pa Mungu
mauti ya wacha Mungu wake. Hii maana yake ni huyo mcha Mungu mpaka Bwana aruhusu afariki, ni kazi ngumu sana. Mpaka Bwana aruhusu ateswe, sio kitu rahisi. Mpaka Mungu mwenyewe ameona kitendo cha yeye kufariki kwa sababu ya yeye kuwa mcha Mungu au kuteswa kinaongeza faida zaidi ya yeye kuendelea kuwa hai. Kwa hiyo anasema ni kama yeye anatuweka kama mboni ya jicho lake. Kwa hiyo ni wa thamani sana kiasi kwamba hawezi kuruhusu tufariki kizembe, kwa sababu anasema hata hivyo mavuno ni mengi, watenda kazi ni wachache. Sasa kama ni wachache, hawezi kukubali kuruhusu mtendakazi apotee kirahisi. Mpaka imefikia hatua ameamua kuruhusu mtendakazi wake fulani halale. Amejiridhisha kabisa Mungu wako kwamba kitendo cha yeye kulala kinaleta manufaa zaidi kwenye misheni yake kuliko kuendelea kuwa hai kwa wakati huo. Kwa thamani ya kile ambacho Mungu anakitumia kama kifaa chake, yule ambaye Mungu anamtumia kama kifaa chake iko juu sana. Hakuna kazi yenye value ya juu sana kama kazi ya kumtumikia Mungu. Hakuna kazi ya thamani ya juu sana kama kuwa kazi ya kumcha Mungu na kumtumikia. Na ndio maana sio wote wanaomtumikia Mungu wanamtumikia Mungu. Sio wote wanaosema wanamcha Mungu wanamcha Mungu. Ila wale ambao wanamcha Mungu sawasawa na viwango alivyoviweka ni wa thamani, sio wao tu, hata mauti yao juu sana mbele za Mungu, kiasi kwamba hawezi kuruhusu wakaondoka kiholela. Kipengele B cha pointi ya kwanza, nimekwambia pointi ya kwanza na vipengele vitatu. Kipengele A tumekizungumzia, tunaingia B, afu tenda C, tunaingia kipengele cha pili. B ni kwenye fungu letu kiongozi. Kwa maana kwangu kuishi, inazungumzia kufa au kuishi kwa ajili ya Kristo. Kwa nini mtu ufe kwa ajili ya Kristo? Anasema Wafilipi 1:21, kwa maana kwangu kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Maana yake nini maneno haya? Yananisaidiaje maneno haya? Sasa kuwa Mkristo inakuwa ni kama mambo ya kufa hivi, mambo ya kufa hivi. Hapana, anasema kufa kwa Mkristo ni faida, kwa sababu ile ya kwanza kwenye kipengele A, kwamba thamani yako iko juu sana kiasi kwamba hata kufa kwako kuna faida kubwa kuliko kuwa hai. Na hiyo faida kubwa ni kwako na kwa Mungu zaidi. Unajua Yesu alipokuwa msalabani, uungu wa Mungu ulifichwa ndani ya ubinadamu wa Kristo. Unajua baada ya kufa na kufufuka, tunapompokea Yesu na Roho wake Mtakatifu, naye akawa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, ubinadamu wetu unafichwa ndani ya uungu. Kwa huyo ni Mkristo anayeishi, ni mwanadamu ambaye serikali ya Mungu yote iko ndani yake. Si mtu wa kawaida, si mtu wa kumchezea, si mtu wa kujichukulia kawaida. Anaposema kufa ni faida, maana yake nini? Kimsingi anamaanisha unapokufa, kitendo cha kufa sio faida kimsingi. Faida ni matokeo ya wewe kuwa umekufa ukiwa mcha Mungu. Kifo kinageuka kuwa kama geti la kuingilia ikulu ya mbinguni. Sio kwamba utaenda mbinguni siku unapokufa, utalala katika usingizi wa mauti, lakini hakuna namna tena ukajaribiwa, ukateswa, ukafanya chochote mpaka siku unaingia mbinguni. Kwa kwako kile kitendo cha kufa kinakuwa ni kama geti la kukutoa katika uwezekano wa kufanya chochote na adui ulipokuwa hai, na unatunzwa katika Mungu ndani ya kaburi mpaka siku ya kufufuliwa kwako. Kifo cha kibiolojia kwa mcha Mungu ni kama chombo cha moto au gari au chombo cha usafiri kinachotumika kutupelekea kwa Baba. Siku ambapo parapanda italia, mwili uharibikao utakapovaa kutokuharibika, sisi tulio hai
hatutawatangulia ambao watakuwa wamelala. Wataanza kufufuliwa kwanza waliolala katika usingizi wa mauti, kisha sisi tulio hai, kitabu cha Wathesalonike, tutaungana nao kumlaki Bwana mawinguni. Kwa hiyo kitendo cha wewe kuondoka duniani ukiwa na Kristo ni tukio lenye kuingiza kwenye faida kubwa ya kumngoja Yesu. Hatua ya pili baada ya kuwa umekufa, hata kama itakuchukua miaka 30 ukiwa kaburini, ni kuingia katika mageti ya mbinguni. Kwa hiyo inatumika kama vehicle, chombo cha kukutoa katika dunia hii, kukuweka katika mapumziko ya muda mfupi na kukuingiza moja moja kupata faida za wewe kukaa na Mungu. Kwa maana nyingine, kifo cha Mkristo ni kama graduation ceremony, ni mahafali ya kuiaga dunia na kuingia kwenye usingizi wa mauti wenye raha nyingi ya kupumzika ukiwa unafahamu zozote, ukisubiri maisha mapya ambayo ni bora kuliko haya ya duniani. Kwa hiyo wewe hujapoteza, ila aliyepoteza ni Shetani, maana hata kuwa na access na wewe kwa lolote mpaka siku unaingia mbinguni. Mwili wako ni kama hema ya kitambaa. Biblia inaposema mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Hekalu katika stage ya kwanza lilipokuwa jangwani ilikuwa ni hema iliyochongwa kwa mapazia, lakini baadaye stage ya pili walipovuka na wakati wa Suleiman likajengwa, ilikuwa ni jengo lililojengwa kwa vito vya thamani, billions of money. Sasa tukikuchukulia mwili wako kama ni hekalu, kifo ni kama kitendo cha kwenda kuchukua kisu ukakatakata yale mapazia ya hekalu yote, ya juu, ya chini, ya pembeni, kama umekaribu kale hekalu, alafu unaandaliwa kuingia kwenye kuwa hekalu halisi. Maana Biblia inasema ninyi ni mawe katika nyumba ya Mungu. Kwa unatoka kwenye hali duni kabisa, unaingia katika usingizi wa mauti wa muda mfupi, alafu unaingia kwenye hali bora zaidi. Ndio maana anasema ufanuzi wake huu unachokisema umeelezewa kwa kina katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 42 mpaka 58, anaposema huu uharibikao mfano wa akakahema kama karatasi, kama mapazia, utavaa kuto kuharibika. Kwa nini kifo ni faida? Moja, tunapoteza kila kitu tusichokitaka tunapokufa. Napoteza maadui watatu wakubwa ambao hawa wanakufuatilia muda wote unapokuwa hai. Adui namba moja ni dunia. Naposema dunia ni system ya hii dunia ambayo inakuvuta kutoka kwenye zawadi za Mungu. Adui namba mbili ni mwili wako. Mwili wako ndio maana Paulo anasema na utesa na kuutumikisha ili uweze kumtii Kristo. Huu mwili wako, Biblia inasema a carnal mind has enmity against God. Hii nia ya mwanadamu, huu mwili wa kawaida una wadui dhidi ya Mungu. Adui namba tatu ni Shetani akabwana mdogo na mawakala wake wote. Ukitokea Mungu ameruhusu thamani yako ya kufa ikawa ni bora kuliko kuendelea kuwa hai, unakuwa umepata faida namba moja ya kuepukana na hao maadui watatu mpaka Yesu atakaporudi. Faida ya pili, tunakuwa tumetunza kila kitu kinachotufaa kwetu. Kumbukumbu yako nzuri na usafi ya maisha yako mazuri pokuwa na Mungu inafungwa katika mtazamo wa tiki machoni pa Mungu. 2, utambulisho wako katika Kristo ambao umeingia katika agano unakuwa umehifadhiwa, hauwezi ukaharibiwa kwa chochote mpaka siku unaingia mbinguni. Kwa hiyo tunasema unapokuwa umepumzika katika usingizi wa mauti Mkristo, tunatunza kila kinachotufaa kwa ajili ya baadaye. Jambo la 3, tunapata faida ya kupata vitu ambavyo hatukuwahi kuwa navyo kabla. Yaani baada ya mtu kufa akalala katika usingizi wa mauti, mcha Mungu Mkristo, kinakachotokea hapo cha pili, hata kama utakaa miaka 10,000
miaka 500, miaka 2, 3, ni kupokea zawadi bora za mbinguni. Kwa utaingia mbinguni, utakaa na Mungu, utakaa na malaika zake, utakaa na wazee wa mbinguni, na Yesu mwenyewe tutakaa naye hapo alipoketi pamoja na Baba yake. Ni baada ya kufuka kwa wafu. Mwingine ananiuliza, wewe unasema nini mzee? Mtumishi wa Mungu, nataka kutuambia nini? Tujiue? Hapana, haina thamani sana ukijiua. Ukiwa mcha Mungu, unapaswa utumie muda sufuri kuzungumzia kufa kwako, kwa sababu kwa somo la leo, kama kufa ni faida na kuishi ni Kristo, ukiishi hii principle, maana yake ni kwamba wewe swala la kufa haliko mikononi mwako, na kufa kwako kuna thamani kubwa machoni pa Mungu. Na kama kuna thamani kubwa machoni pa Mungu, yeye atakaporuhusu wewe upate nalo jambo baya ukapumzika katika usingizi wa mauti, ni pale atakapojiridhisha tukio hilo likitokea kwako ina faida zaidi na kwake ina faida zaidi, na si tukio la kukukomoa. Mwingine anasema mimi na watoto watabaki yatima sijui nini. Mungu anasema nalikuwa kijana, Daudi anasema nalikuwa kijana na sasa ni mzee, ni mzee wa miaka mingi sana, sijaona mwenye haki ameachwa wala watoto wake wakiomba chakula. Kama maisha yako umeamua kuyaweka katika level ya kuwa na thamani machoni pa Mungu, kila kitu chako kinakuwa na thamani machoni pa Mungu. Hawezi kukutoa kama tukio la kukomoa, ni tukio la kukuheshimu sana, na vitu vyako vitakavyobaki, japo utakuwa una taarifa, lakini vitakuwa na thamani mikononi mwa Mungu. Kipengele cha kwanza, utofauti wa Paulo. Kuna vitu viwili hapa na vitofautisha. Hebu tusome Wafilipi 1:23-24. Anasema ninasongwa katikati ya mambo mawili. Kuna vitu viwili vinanisumbua sana. Ninasongwa katikati ya mambo mawili. Mambo yapi hayo? Ninatamani kwenda zangu nikae na Kristo, maana ni vizuri zaidi sana. 24, anatamani kitu gani kingine cha pili? Bali kudumu katika mwili kwahitajiwa zaidi kwa ajili yenu. Anasema kwa hivi nilivyo, kwa kweli natamani sana nipumzike tu, nisubiri ufufuo wa Yesu nichukuliwe. Sio kwamba ataenda hapo hapo, maana mtu akifa anapumzika kwenye usingizi kama mauti kidogo, haendi popote, anakaa tu kaburini asubiri kufufuliwa. Lakini pamoja na hiyo ambayo nimeshasema ina faida sana kwangu, lakini bado nataka niendelee kuwa hai ili niendelee kuwa faida sana kwenu nyewe Wafilipi. Tunajifunza nini hapa? Hakikisha maisha yako ya kuwa hai yamekuwa connected na utumishi wa Mungu. Bwana alipokutoa kwenye maisha ya dunia yasiyofaa, hakukuingiza ili upumzike ndani ya kanisa. Ndio maana anasema woe unto thee who art ease in Zion. Ole wao wale ambao wanastarehe katika Sayuni. Hii sio loji, kanisa sio loji ya kwenda kulala. Kanisa sio social club ya kukutana kuangalia mambo ya maisha. Ni chombo mahususi, eklesia, chombo cha kiroho kwa ajili ya watu kupokea maelekezo ya ufalme wa Mungu, ituweze kushare kwa watu wengine, ituweze kushiriki baraka ambazo kazi wangefanya malaika, tuweze kuwavuta watu katika serikali ya Mungu. Kwa si kitu cha kukaa tu umekaa ueleweki una mchango gani. Lazima uwe na mchango katika nyumba ya Bwana. Kwanza maisha yako ndio yatakuwa na raha iliyokamilika. Sababu ya Mkristo kuishi akiwa na Kristo ndani yake ni kazi ambazo Kristo alitupatia. Kama haushiriki kwa chochote katika kazi ya wokovu wa wanadamu wenzetu, hauimbi, hautoe sadaka za Injili, hauhubiri, haushei habari njema, hauna ukarimu, haushawishi, hautumii karama, hauchochei karama ambazo Mungu amekupa, wewe unakuwa ni ule mti uliostawi lakini hauna matunda. Shoka imewekwa shinani. Mungu atakukata kama usipobadilika, ili Bwana alete wengine waweze kufanya kazi na Mungu. Maana Mungu ana watu wengi sana. Ndio maana 18 Ufunuo 1-4 anasema tokeni kwake enyi watu wangu
Babeli, mifumo ya dunia iliyofeli. Msishiriki mapigo yake. Anaita ni watu wake. Kwa ukiona wa makahaba, walevi, watu wa magaidi, mafisadi, wauaji, watu wa kila namna, wote wale Mungu anaita ni watu wake. Na sisi tumeitwa kuendelea kuwavuta waje. Hiyo kazi umepewa wewe. Hujaitwa Kristo kwenda kukaa kwenye viti vya kanisani, kwenda kuvichemsha na kupiga majungu mle. Umeitwa kukaa kanisani, kufanya kazi na Mungu, kufanya kazi na serikali zote, ili matunda ya kazi yako yakae. Mwisho wa siku unatakiwa utoe hesabu, ulifanya nini? Hebu jiweke kama mkao wa kuwa baraka mbinguni. Kama kuna sherehe kubwa inafanyika mbinguni, kama mtu mmoja kondoo akiletwa kwa Mungu, ukishiriki hili zoezi kwa vyovyote vile ambavyo umefanya, kwako Mungu hawezi kuangalia jicho la kawaida. Wewe ambao umesababisha sherehe kule mbinguni, Bwana, wewe si mtu wa kawaida. Bwana hata kuacha. Jambo la pili, tumesema jambo la pili lina sehemu mbili. Sehemu ya kwanza A na sehemu ya pili B. Na sehemu ya kwanza nimekwambia ni ya muhimu na ni nzuri sana, imenibariki sana. Nini kuishi kwa ajili ya Kristo? Hii sehemu ya pili ina sehemu tu inauliza kwa ufupi, kuishi kwa ajili ya Kristo. Maana unaweza ukaishi kwa ajili yako na familia yako, kwa ajili ya timu yako ya mpira, kwa ajili ya kazi zako, kwa ajili ya wadau, lakini hiyo si sehemu ya mada yetu. Mada yetu inamaanisha nini wewe kuishi kwa ajili ya Kristo. Sehemu A. Moja, inamaanisha kuenenda kwa njia inayostahili Injili. Kuenenda kwa njia inayostahili Injili. Maana yake nini? Wafilipi 1 mstari wa 27 kipengele A kinasema hivi: lakini mwenendo wenu na uwe kama inavyoipasa Injili ya Kristo. Lakini mwenendo wenu, anawaambikia hawa jamaa ambao na sisi tunaguswa kwa njia moja au nyingine. Mwenendo wetu unatupaswa kuwa kama Injili ya Kristo inavyopaswa. Maana yake nini hiki kitu? Ukisoma kitabu na Biblia inaitwa Amplified Version, hapa anasema let your public and private life reflect heavenly identity. Anaposema mwenendo wenu, ndo kwenye chorus ya fungu, kwamba hebu maisha yako ya hadhara na ya siri ya akisi utambulisho wako wa mbinguni. Mkristo aliye serious na Mungu, hata kama ni raia wa nchi yoyote, kimsingi hapo amekaa kwa mkopo tu, uraia wake halisi uko mbinguni. Na kwa nini nawaandikia hawa watu wa Filipo kwamba mwenendo wao waenende kama raia wa serikali ya mbinguni, wafate kacha ya mbinguni na si ya kawaida? Kwa sababu jiji la Filipi, kama ambavyo tulisoma, lilikuwa ni jiji ambalo lilikuwa lina hadhi. Yani mtu kuishi Filipi ni sawasawa na mtu anaishi Rome. Sifa zote za watu wa Filipi zilikuwa zipo kwa watu hawa wa Roma. Walikuwa hawalipi kodi, walikuwa ni watu wajivuni. Ndio maana hata Paulo alipochapwa fimbo pale sokoni Filipo, akawaambia mimi ni raia mwenzenu Mrumi na mimi na vibali vya Kirumi. Walitemeka sana, wakataka wamtoroshe gerezani, maana wamefanya kosa kubwa wale mahakimu. Kwa sababu raia wa Rumi ni mtu mwenye hadhi ya juu sana, raia wakijivuni. Kwa nini? Thamani ya raia wa Kirumi ilikuwa iko juu sana. Lakini anasema licha ya hii thamani ya uraia wenu, ninyi msijichukulie kama Warumi. Thamani hiyo ni worthless, haina thamani. Wewe Mfilipi, jichukulie kama raia wa mbinguni, mwenende kama raia wa mbinguni. Neno mwenendo maana yake ni kuishi kama raia. Ishi kama raia wa Kristo. Lakini maana nyingine, ishi kama sheria
na taratibu na miongozo ya serikali yetu ya mbinguni inavyotutaka, na si kama raia na serikali za Kirumi ambazo nyewe mnaona kwenu ni bora sana. Najua unaweza kuwa ni Mtanzania, Marekani, au ni Mrusi unanisikiliza, au ni Mkenya, uko Rwanda, Burundi. Nataka nikutie moyo mpendwa. Ukiishi viwango vinavyotakwa na serikali yako ya baba yako wa mbinguni, utakuwa na faida maradufu kwenye nchi yoyote utakayokaa. Nchi yako unayoishi imepata bahati kubwa sana, jichukulie hivyo, ya kuruhusu wewe ambaye ni raia wa serikali ya serikali zote iliyoumba hii dunia na inayosimamia uratibu wa pumzi ya kila kiumbe hai, wanadamu, viongozi na watu wa kawaida, wafanya biashara wakubwa wakina Elon Musk, wakina Bill Gates, Jeff Bezos na wale watu wakina namna, wakina wale Wahindi huko, matajiri wakubwa wa mafuta ulimwenguni. Anayeratibu pumzi, wawe hai au wasiwe hai, ndio rais wa serikali yako ya mbinguni. Kwa nchi yako inapata kunufaika, kwa lazima ujue namna ya kuenenda katika mazingira kama hayo, ili usije ukaiaibisha serikali yako. Uipiganie serikali yako ya mbinguni. Hizi za kwetu za kawaida, mwongozo shatolewa. Nataka dua, sala na maombezi yafanyike kwa falme na viongozi, na yana uwezo kugeuza. Ukiishtaki kwa Mungu wako wa mbinguni, Mungu anaweza kugeuza na kuweka mambo yakawa sawa. Waefeso 3:20 nasema, our citizenship is in heaven. Uraia wetu uko mbinguni. Kwa ishi kama raia wa mbinguni, ishi kama mtoto wa mfalme, na hii itakupa raha sana. Raha sana, maana utalindwa na majeshi ya malaika, utaongozwa na Roho Mtakatifu, alafu utaenjoy maisha ya sasa hata majukumu yako yatakapoisha. Kama Paulo anasema, mwendo nimeumaliza. Aina yoyote ya kuondoka hapa duniani ambayo Mungu ataruhusu adui aitumie kupitia wewe kukutoa katika hii dunia, iwe ni kifo, iwe ni kuchinjwa, iwe ni chochote, kwako ni sherehe kubwa sana. Maana itakuwa ni kama V8 inayotumika kukutoa hapa kuingiza katika raha ya serikali ya Mungu. Unapoishi kanisani, ndivyo ambavyo unapaswa kuishi ofisini, kama ni mtumishi wa umma serikalini, kama ni kwenye biashara zako, kwenye ajira, shuleni. Ishi kama raia wa serikali ya mbinguni isiyoshindwa, ambayo inaratibu uhai wa kila kiumbe kilicho hapa. Ukiishi values, viwango vya juu ambavyo Mungu ametupa tuweze kuvitembea navyo. Kuna mtu mmoja aliwahi kumfuata mchungaji, akamwambia mchungaji, bana, mahali ninapokaa majirani zangu hawamjui Mungu, naomba unipe machapisho, barua na vitabu na vitu vizuri vya kimungu nikawasambazie. Mchungaji alimwambia, mimi sina cha kukupa, ninakupa Wakorintho wa pili 3 mstari wa pili. Wakorintho wa pili 3 mstari wa pili, hii ndio ichukue hii. Anasema hivi, ninyi ndinyi barua yetu iliyoandikwa mioyoni mwetu, inajulikana na kusomwa na watu wote. Wewe mwenyewe, Wakorintho wa pili 3:2, wewe mwenyewe unatakiwa uwe ndio hicho kitabu. Watu wanakutaka wewe kuliko maandishi, upendo wako, kujali kwako na viwango vyako, na hii itamfanya Mungu atukuzwe kwa wepesi. Alafu haya maandishi mengine kuja kujazia tu, maana tayari huyo Yesu unayemsema wanamuona ndani yako. Jambo la mwisho, kupigania umoja kwa ajili ya Injili. Moja ya kitu ambacho adui anakipinga sana katika familia, katika ukoo, katika makanisa ni umoja. Atatumia kila mbinu kuhakikisha na wagawa kikabila, kuhakikisha na wagawa kifedha, anawagawa kielimu, yani anawatawanya kiujuaji wa mambo ya Mungu, anawavuruga kwa rangi, kuhakikisha kwamba hakuna umoja. Maana mahali penye umoja wa Injili,
mahali hapo adui akikanyaga anaunguzwa na kukimbia vibaya sana. Kwa sasa jifunze, usije ukajiingiza kwenye magenge ndani ya makanisa, makundi ndani ya makanisa ambayo yanapasua kanisa. Kuwa wakala wa umoja ndani ya nyumba ya Mungu, ndani ya familia, ndani ya ukoo. Kitabu hiki tulichokisoma wa Filipi 1:27 kipengele B. Ili nikija na kuwaona au nisipokuwapo, nipate kusikia habari za mambo yenu, ya kwamba mnasimama imara katika roho moja, kwa nia moja, mkijitahidi pamoja kwa ajili ya imani ya Injili. Umoja wote ambao una compromise, unaingia mwafaka wa kuacha value, thamani za maandiko matakatifu, huo ni umoja batili. Huo unatakiwa uwe ni umoja wa Injili. Injili nini? Ni habari njema. Habari njema ni habari njema, neno la Mungu, ambalo umoja wowote utakaoingiwa ndani ya kanisa, usio kwenye umoja, sio kila umoja. Umoja si wa vitu gani? Umoja wa vitu gani? Umoja wowote ndani ya kanisa wanatakiwa kuwa ni umoja ambao msingi wake neno la Mungu, na mzigo wake wa huo umoja ni kuilinda usafi wa Injili. Kuna maumoja yamebuniwa mengi, lakini msingi wake si neno la Mungu, ni tamaduni na ustaarabu tu wa dunia na mbinu za adui. Kimsingi niseme kitu kimoja, kati ya njia ambayo imempa hasara sana adui Ibilisi ni njia ya kuua na kutesa watu wa Mungu. Kwa sababu akishafanikiwa kumuua, Mungu akaruhusu huyo mtu afe, aondoke, amepata hasara yeye, maana yule mtu anaingia upande wa Mungu. Njia ya hatari ambayo anaitumia ninapomalizia mtoto wa Mungu ni miafaka. Sasa hivi anaingia kitu na kitwa muafaka. Kuna kitu kinaitwa syncretism. Syncretism ni muunganiko kati wa mambo ya kijadi, ya kichawi na ya kishirikina, alafu mtu anamuongezea Mungu. Unaingia muafaka kati ya utamaduni na Mungu. Unaingia muafaka kati ya dunia na Mungu. Unaimba singeli za kidunia, bongo flavor unazita za Yesu. Yaani umeingiza vya Mungu na vya adui ukavichanganya, alafu ukasema hivi ni vya kwangu, hii ndio dini yangu, hii ndio muziki yangu, hii ndio nyimbo yangu. Mavazi yasiyofaa unaingiza kwenye Ukristo wako, sema haya ndio ya kwangu. Jamaa amekubiti, amekushinda, amekupiga upofu usiuone. Hata tunaposema umoja wako lazima urudi ukaangalia maandiko yanasemaje kwenye hiki. Kabla haujafanya, jiulize, kama angekuwa ni Yesu, je, angefanya? Je, angekunywa? Je, angekula? Je, angesema? Sasa ukishagundua haya mambo ni mazito, mwili wako unatamani mambo yasiyompendeza Mungu kuliko yanayompendeza, omba neema ya Mungu. Roho amefungua zawadi nyingi za kutusaidia tuishi viwango vile vya Mungu. Sijui kasahau ya kwamba tunapambana na adui ambaye alishashindwa siku nyingi na alishafanywa kuwa mkogo kihoja. Alishindwa garagazwa msalabani, alishindwa duniani, alishindwa mbinguni, na hivi karibuni anakuja kushindwa hadharani. Lakini anakatabia kamoja tu, ni mgumu kukubali aishe. Licha kwamba ameshatolewa knockout, lakini anapambana kidogo. Nina habari njema kwako. Mungu wako ni mshindi. Ukiwa upande wa Kristo, huna haja ya kuhofu maisha. Huna haja ya kuhofu vifo. Huna haja ya kuhofu utaishije. Maana Yesu Kristo akikuongoza, kitabu cha 65:11 nafikiri kama sio 10, ile kitabu cha Zaburi nadhani, anasema atakutembeza katika njia zake za unono. Nikutie moyo mpendwa, mrudie Yesu, mtegemee Mungu. Kama huwezi, mwambie siwezi. Kama shida ni dhambi, anasema watoto wangu wadogo nimewaandikia, msitende dhambi. Lakini kama mmetenda dhambi, tunaye mwombezi wetu mwanadamu, Yesu Kristo, katika ikulu za mbinguni. Je, na unahitaji kuona hii kauli mbiu
ya kuishi maisha bora ya kufa ni faida na kuishi ni Kristo. Iwe ndio kauli mbiu ya maisha yako unapoelekea kufunga historia ya ulimwengu. Mungu akutendee. Baba, nakushukuru sana. Mtoto wako amesikia maneno yako, na mimi sina mengi ya kusema, maana kila neno alilopokea kwake linageuka kuwa dawa. Kama ni mgonjwa na apone kwa jina la Yesu. Kila neno alilopokea, kama kuna migogoro yoyote Bwana, linageuka kuwa suluhisho ya migogoro yote, itaweke kwa jina la Yesu. Kama alikuwa na giza hivi, akisoma neno haoni vizuri, haelewi, Baba geuza ufahamu wake kwa jina la Yesu. Mungu ninamuombea ukamsaidie Bwana, kitokea amelala usingizi wa mauti Bwana, akalale katika pendo lako, akisubiri kufufuliwa kama Paulo. Lakini kitokea utamkuja akiwa bado anapumua hivi, Bwana mfanye aendelee kukutumikia mpaka utakapokuja. Familia yake, maisha yake ayaunganishe na utumishi wa Mungu, na hata sadaka atakayoitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu, sadaka ya muda, sadaka ya fedha, sadaka ya uwepo, sadaka ya ushawishi, yoyote atakayoitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu, Bwana ukamuonekanie maradufu kwa jina la Yesu.